Mimi ni Dr. Chris Mauki, asante kwa utambulisho. Nina siri 5 hapa ambazo natamani niziweke mbele yenu. Ni mchanganyiko baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu. Mahusiano ya namna yoyote yanategemea mawasiliano kwa kiasi kikubwa sana. Come sun come rain. Una hela una hela, penda. Wale wanaosema kupenda haiwezekani bila hela, wanajidanganya tu. Mke mwema anapatikana wapi? Kwanza ni vizuri ufahamu mke mwema anapatwa na mume mwema. Yaani haiwezekani wewe shetani huko tu unatafuta malaika. Mungu atakupa kufanana na wewe. Ukisema I want a husband material, jiulize wewe mwenyewe, are you a wife material? Mke mwema anapatikana kwenye mazingira mema. Haiwezekani maisha yako unashinda baa, unaamkia baa, alafu unatafuta mke mwema. Utapata mlevi mwenzako. Kuna mekanizmu ya kibiolojia, ya kisaikolojia ambayo mara nyingi mwanamke akisha fikia point akakubali kukupa sex, anakuwa na attachment kubwa zaidi kwako kuliko aliyokuwa nayo kabla ya sex. Na ndio maana naambia mwanamke, kama hutaki kuumizwa sana mapema, usiwe rahisi kutoa nguo zako. Siri ya kwanza, na siri hizi ndio maana sijasema siri ya, nimesema siri za, kwa sababu sio moja, ni mchanganyiko baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu. Na siri hizi ninazitoa kwenye experience ninayokutana nayo kwenye maisha ya watu wengi ambao ninawashauri na ambao nimehappen kukutana nao katika maisha ya ushauri, especially katika mahusiano na ndoa. Mahusiano tunayozungumza ya aina mbili. Kabla, yani pre-marital, lakini vile vile ndani ya ndoa. Sasa haya ya pre-marital, ya kabla ya ndoa, naye yamegawanyika. Kuna ambayo ni ya kabla, na hawa watu wana mpango, wana picha, wana future, wanaiendea ndoa, wanaiona ndoa. Na kuna ambao ni kabla lakini wako kwenye entertainment, wako kwenye enjoyment, hawaoni kesho, hawaoni future. Unaona, ukijiuliza hivi atanioa uhakika, yeye mwenyewe akijiuliza hivi huyu mke wangu, hana uhakika. Na pia wana magroup mawili, lakini hizi sababu zitawasaidia yoyote ambaye yuko katika mahusiano. Lakini cha pili, kama utambulisho, tunaposema kudumisha, maana ni siri za kudumisha mapenzi. Tunazungumza kudumisha, kitu chochote kinachodumishwa kina tabia kadhaa. Ni kama mmea. Kitu chochote kinachodumishwa kinazaliwa au kinaundwa au kinajengwa au kinatengenezwa, kina mwanzo. Hata penzi lina mwanzo. Lakini kitu chochote kinachodumishwa kinatunzwa, kinalelewa ili kizidi kudumu, kinaangaliwa, kinatazamwa, kinaneemeshwa, lakini kinaweza kikafa, kinaweza kikavunjika, kinaweza kikafikia mwisho. Kitu chochote kinachodumishwa. Kwa hata penzi, ili tunasema ni kudumisha penzi, kwa sababu limezalizaliwa, linatakiwa lilelewe, linatakiwa litunzwe, likuzwe, lakini pia mkifanya mchezo linaweza likafa. Siri ya kwanza ni uwepo wa mawasiliano bora. Uwepo wa mawasiliano bora. Nguzo hii ya mawasiliano imekuwa nguzo ambayo watu wengi sana wameikosa kwenye mapenzi au kwenye mahusiano, na imesababisha watu wengi sana mapenzi yao kufa au kupata shida. Sasa kikubwa ni kwa sababu watu hatufundishwi kuwasiliana. Hatujazaliwa tunajua kuwasiliana, tunatakiwa kujifunza kwenye University of Life. Sasa tunapoingia kwenye mahusiano, tunakuja kugundua mahusiano ya namna yoyote yanategemea mawasiliano kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo unapokosa au unaposhindwa kuwa nayo, the problem must be big. Mawasiliano haya ni kama uwezo wa kumuelewa mwenzako anapozungumza, uwezo wa kuzungumza badala ya kuargue, badala ya kuongea. Kuna tofauti ya kuongea na kuzungumza. Kuna kuongea ambako ni speaking au talking, alafu kuna kuzungumza ambako ni conversation. Kwenye mawasiliano kuna uwezo wa kusikiliza, uwezo wa kumsikiliza mwenzako, ability to listen. Tunasema Mungu ametuumba tuna masikio mawili na mdomo mmoja, maana yake tunatakiwa tusikilize zaidi kuliko kuzungumza zaidi. Bahati mbaya, wengi katika mahusiano tunaongea sana, lakini kusikiliza kunakuwa kudogo. Lakini kitu kingine kilichoko kwenye mawasiliano ni uwezo wa kufahamu lugha za mwili.
Non-verbal language, tafiti zinasema zaidi ya 55 mpaka 59 inapita kwenye non-verbal, yani kwenye lugha ya mwili, bila sauti, bila neno. Maneno ni machache, less than 40-45%. Sasa wengi tunataka kwenye kuzungumza zaidi, lakini tunashindwa kusoma lugha ya mwenzako anamaanisha nini, akifanya hivi sura yake, akiguna, akifanya hivi anamaanisha nini. Ni vizuri sana mawasiliano yawepo. Siri ya pili ni uwezo wa kuzifahamu tofauti zenu. Uwezo wa kuzifahamu tofauti zenu. Sasa hili ni somo lingine kubwa zaidi, sitaki kwenda huko mbali, lakini ni vizuri mnapokuwa kwenye mahusiano mfahamu mwanaume na mwanamke wameumbwa tofauti sana. Mwanamke ana mambo yake tofauti, ana vitu anavyovipendelea tofauti, ana vitu asivyovipendelea tofauti, sawa sawa na mwanaume. Sasa badala ya kuchukua hizi tofauti kama matatizo, halafu zikatugawanya, zikatusambaratisha, ni vizuri mkachukua hizi tofauti, taking advantage of them, halafu mkazifanya ziwe complementarity. Badala Mungu hajazileta ili zitugawanya, amezileta ili zitukamilishe. Narudia, hizi tofauti Mungu hajazileta ili zitugawanye, amezileta ili zitukamilishe. Not for division purpose, but for complementary, to complement each other, to accomplish each other. Sasa wakati huyu ana kiu ya kupendwa na kujaliwa, huyu mwingine ana tofauti, ana kiu ya kuona submission na unyenyekevu na mama. So usiforce asi wa heshima atoe heshima, lazima kila mtu atoe. Huyu mwingine ameumbwa anapenda sana shopping, huyu anapenda sana logic, huyu anapenda sana evidence, huyu anapenda sana emotions. So to take advantage ya hiyo matofauti itusaidie kuwa bora zaidi na si kuwa dhaifu zaidi. Siri ya tatu, jitahidi kusimama katika nafasi yako ya ndoa. Hizi nafasi tunazozungumza hapa ni nafasi ambazo kila mtu anatakiwa asimame. Mwanamume ana ya kwake, mwanamke ana ya kwake. Nafasi ya mwanaume kwenye ndoa kuhakikisha anampenda mpenzi wake. Come sun come rain, una hela una hela, penda. Wale wanaosema kupenda haiwezekani bila hela, wanajidanganya tu. Ingekuwa hivyo wanawake wa watu wenye hela wasingeenda kwa wanaume wasio na hela, wakawatunza tena kwa zile hela za mume wake mwenye hela. Ni kwa sababu kuna kitu amekosa. Mwanamke submit, nyenyekea, kubali lead yake. Ana hela hajasoma, amemsoma, mara umekubali kuolewa naye, kuna vitu pia unabidi ukubali. Ndivyo ambavyo Mungu amemtengeneza. Kwa hiyo simama kwenye position yako. Love and respect principle tunasema kwamba aliyekosa kuheshimiwa anashindwa kupenda, aliyekosa kupendwa anashindwa kuheshimu. Hiyo circle hapo inaitwa crazy circle. Crazy circle. Ndoa nyingi sana zimepasuka kwa sababu ya hiyo crazy circle. So simama kwenye position yako bila kujali hali yenu ya uchumi, hali yenu ya kijamii, utaona mabadiliko makubwa sana. Siri ya 4, jitahidini sana mdumishe kuna theory tunakaita DCO. DCO, departure, clean, oneness. Departure, clean and oneness. Hii theory imezungumzwa na maandiko matakatifu, ile kwenye Genesis. Mwanzo maandiko akamwambia mwanaume atamuacha, yani itatokea atamuacha babake na mamake na kuambatana na mkewe, na hao watakuwa mwili mmoja. Hii principle huwa anaitumia sana kwenye ndoa. Wataachana na wazazi wao, maana yake they will departure. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa kwenye mahusiano, especially unapoingia kwenye ndoa au unapotaka kuingia kwenye ndoa, hakikisha unahama, hakikisha unaondoka, hakikisha una depart, hakikisha uachi kitu kinachoshikamana na wazazi wako na ndugu zako wakati unataka kuingia kwenye mahusiano. Departure sio kwamba usiwasalimie, lakini hakikisha unaenda kutengeneza serikali nyingine, una departure. Na 2, una cling. Ku cling ni kushikamana.
kuambatana na yule mwenzako, na yule mpenzi wako, yule mume, yule mwanamke, mwanaume. Sio mnakaa naye mko ndani mnazungumza nyumbani, baba amenishauri hivi, mama amenishauri hivi, ameniambia nifanye hivi, tusifanye hivi kabla hivi. Kuna wengine mna client wangu mpaka anashauriwa jinsi ya kupata mtoto, pata mtoto wa kike wa kiume, apate lini, ajenge wapi, nyumba iweje, baba amesema anapitia ramani yetu. Inatakiwa mcling, mshikamane, muambatane. Na tatu, you become one. Baada ya haiwezekani mkabecome one kabla hamja cling. Lazima kuambatana kuwepo, alafu ndio muwe kitu kimoja. Na hicho ndio pale anaposema aliyokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe, maana kimeshakuwa moja, sio wawili tena bali mwili mmoja. Sasa bahati mbaya kuna watu wanaingia kwenye mahusiano anataka kucling wakati haja depart. Haiwezekani. Lazima uanze kudepart. Anataka kuwa one wakati haja depart au wakati haja cling. Lazima hivi vitu viendane. You must depart from your parents and relatives, and you must cling with your spouse, and you must become one. Na siri ya mwisho, tafuteni ujuzi, tafuteni uelewa. Watu wengi wanaingia wakiwa washamba, wanabaki na ushamba wao, wanaendelea na ushamba wao, na wanakufa na ushamba wao. Na ndio maana kutoshelezeka na kufurahia mapenzi kunakuwa kudogo, kwa sababu wengi ni washamba. Ushamba maana yake kuna vitu unaweza kuvijua lakini hujataka kujua. Ujinga ni kutokujua utatakiwa kujua, au kutojua vingi. Sasa huu upo. Wachache atanunua kitabu wasome kuhusu mahusiano, ataenda YouTube asikilize kuhusu mapenzi, kuhusu ndoa. Nimeweka YouTube kule kuna video la zaidi ya 200. Watu sio wengi sana hupenda kujifunza. Wachache wananiambia nimejifunza hicho, umenisaidia hichi, nimebadilika, kuna kitu hichi nilikuwa nafanya makosa. Yaani kila mtu akiwa mahusiano anajua yeye ni fundi, ana silaha za maangamizi. Kumbe ushamba. Vingi vitu hatujui. Hatujui mawasiliano katika lugha, hatujui namna ya kusuluhisha migogoro kwenye mahusiano, hatujui nini cha kuongea, nini sicho cha kuongea. Wale wako kwenye ndoa, inapokuja tendo la ndoa, wengi ushamba ndio 800%, hatujui. Kwa hiyo mwisho siku furaha inatoka wapi? Knowledge is very little. Wakati tunasema knowledge is potential power. Kwa hiyo ni vizuri uongeze ujuzi wako na uelewa wako. Hizi ni siri 5 ambazo nimetamani tuzungumze leo, alafu sasa nitakwenda moja kwa moja kwenye maswali. Asante sana na God bless you. Nifanyaje ili niweze kukabiliana na migogoro kwenye ndoa yangu? La kwanza, fahamu kabisa kwamba tumeumbwa tofauti. Ukishindwa kujua kwamba tumeumbwa tofauti, migogoro haitoisha. Usimlazimishe mwenzako awe kama wewe, wala asikulazimishe uwe kama yeye, ila msaidiane kukamilishana. Fahamu tumeumbwa tofauti. Nimezungumza kwenye point yangu fulani wakati kule nazungumza zile siri. Fahamu tuko tofauti. 2, fahamu kila mtu ana haki ya kusikilizwa. Wewe una haki ya kusikilizwa na yeye ana haki ya kusikilizwa. Usitaki kuongea tu au kumweleza hapana. Ni vizuri kila mmoja ajue ana haki ya kumsikiliza mwenzake. 3, jifunzeni kukubaliana kutokukubaliana. Sio kila kitu kwenye ndoa na mahusiano lazima mtakubaliana. Kuna vitu ambavyo you will agree to disagree. Mtafika kwamba tumekubaliana hichi kitu hatuendani, hichi kitu tunatofautiana, hichi kitu na mtazamo huu na maisha yanaweza kaendelea pamoja na kwamba na ile tofauti. 4, msiruhusu migogoro yenu uwe maeneo mengine ya ndoa yenu. Msiruhusu. Kwa mfano mna mgogoro, alafu mfanye tendo la ndoa miezi miwili, na badala ya kutibu mnaua, mnaharibu zaidi. Mna mgogoro, alafu basi ya mwezi mnaenda pa kazini pamoja na gari mmoja anagoma. Mna mgogoro, basi ya mmoja anakataa kulipa ada, anazira. Hapana. Jifunzeni na labda mwisho, jifunzeni kuteka advantage ya migogoro. Jifunze kuchukua faida za migogoro na sio hasara peke yake. Migogoro mara nyingine ina faida kubwa. Inaibua maeneo ambayo ni sumu yaliyofichwa. Migogoro inazibua mianya ya mawasiliano iliyoziba. Migogoro inawarudisha watu kwenye responsibility wakati walikuwa wamekaa kizezeta. Kwa hiyo take advantage of conflict, itakusaidia
sana kwenye ndoa yako. Nini cha muhimu zaidi kufanya kabla sijaingia kwenye ndoa? Moja, hakikisha umefunga milango yote ya mahusiano yasiyo rasmi kabla ya kwenye ndoa. Usiingie kwenye ndoa, usitumie ndoa kukusaidia kufunga milango ya mapenzi yako yasiyo rasmi. Usitumie ndoa kusaidia kuachana na baadhi ya wapenzi ambao watakitaki, ukatumia kuolewa au kuoa kama ndio. Hapana, achana nao kwanza. 2, fahamu kabisa kabla hujaingia kwamba utapoteza kiwango kikubwa sana cha uhuru wako. Na kama unataka kuingia na huo uhuru kwenye ndoa, basi unakosea. Subiri kwanza, usiingie. Kama uwezi, tuachie sisi hizo mambo. Usiingie ukifikiri utataka kuingia na uhuru wako ule ule. 3, kama una marafiki ambao wana misimamo na mitazamo tofauti na ndoa, au kinyume na ndoa, au opposite na ndoa, au against ndoa, achana nao kabla hujaingia, kwa sababu watakuharibia. Kuwa na watu ambao wana mitazamo positive kuhusu ndoa ndio uingie kwenye ndoa. Lakini 3 na mwisho, jiulize, niko tayari kuwa mke? Niko tayari kuwa mume? Wako watu wengi sana hawajiuliza hilo swali. Afana ingia kwenye ndoa, akikaa miezi 2-3 anachemka, ameweka mafuta ya kufika Kibaha, alafu anajaribu kusafiri safari ya kwenda Tunduma, taishia Mbezi mwisho. Swali la 6, nifanyaje kama mpenzi wangu anioni mimi kama kipaumbele chake? Najua ni changamoto na is a very bad situation and bad feeling not to be prioritized, lakini ningeshauri kwanza ufahamu kwa nini hakuweki wewe kipaumbele chake. Moja, inawezekana kwa sababu hajui, sio muelewa wa mambo ya mapenzi au wa relationship. Kwa hiyo hajui umuhimu na risks zilizoko kwa involved anaposhindwa kumweka mpenzi wake kipaumbele. Lakini 2, yamkini alikuwa anafanya hivyo, lakini kuna mazingira yakatokea yakasababisha apoteze ile hali ya kukuweka kwa kipaumbele. Kwa hiyo ni vizuri ufanye search kufahamu ni kwa nini. Mchango wako, kama kuna ambacho ulikuwa umefanya, ni vizuri kukirevisit kwa ajili ya kuapologize, kuomba msamaha ili mrudi kule mlikotoka. Lakini kingine, kuhakikisha mnaongea, kuliongelea hilo jambo. Mwambie, ninatamani niwe na kipaumbele kwako kwenye sababu hii na hii. So yamkini unaweza kuta ana influence. Kuna familia nyingine mtu ana influence sana na ndugu zake, na nini, hakupi kipaumbele kwenye mambo ya ndugu na nini, anawapa wengine. Kwa hiyo ni vizuri mlizungumze hilo jambo. Linapokuwa haliwezekani kabisa kuzungumza, jaribu kupata ushauri wa kitaalamu. Kama unaweza wewe ukaongea na mtaalamu wa mahusiano au ninyi wote wawili. Nakubaliana kwamba kuna baadhi ya watu ambao baada ya mafanikio ya kuchuma pamoja na jasho la pamoja, wao hubadilika. Ingawa nataka ni correct ka statement au kamtazamo kwamba hela inapokuja inawabadilisha watu. Ingekuwa hivyo, watu wengi sana wangebadilika ambao walikuwa hawana hela alafu wamepata hela. Wako ambao walikuwa wamepata mafanikio wamekuwa bora zaidi kuliko mwanzoni. Kwa hiyo sio kweli kwamba pesa inabadilisha mtu. Kanuni ya pesa iko hivi: pesa haibadilishi mtu, pesa inaleta uhalisia wa mtu. Ile pesa inapokuja katika maisha ya mtu, inaingia kwenye kina cha personality yake, inaibua uhalisia ambao ulikuwa hujawahi kuonekana kwa sababu ulikuwa huna miundombinu, hauna vitendea kazi. Kwa kama mtu huyu alikuwa ana asili ya ukiburi au kujikweza, sasa atajikweza nini? Hana hela. Sasa hela inapokuja inaingia kwenye chini ya personality yake, inaibua uhalisia wake wa kujikweza. Alikuwa ni mchepukaji, lakini hana hela, hana mazingira, hajui kutongoza. Sasa amepata uwezo, hela, personality yake inaibuka. Kwa mara nyingi pesa inaibua uhalisia wa mtu, si inambadilisha mtu tabia. Hapana, inaibua uhalisia wake ambao ulikuwa hauonekani huko mwanzo kwa sababu ulikuwa hauna miundombinu. Swala 7, mke mwema anapatikana wapi? Kwanza ni vizuri ufahamu mke mwema anapatwa na mume mwema. Yaani haiwezekani wewe shetani huko tu unatafuta malaika. Haiwezekani. Mungu atakupa kufanana na wewe. Shetani atapewa shetani mwenzake, malaika atapewa malaika mwenzake. Mke mwema anapatwa na mume mwema. Mume mwema anapatwa
na mke mwema. Ndio maana nawaambiaga wengi, ukisema I want a husband material, jiulize wewe mwenyewe, are you a wife material? Ukisema mimi I want a wife material, jiulize are you a husband material? Lakini namba 2, mke mwema anapatikana kwenye mazingira mema. Haiwezekani maisha yako unashinda bar, unaamkia bar, weekend nzima huko bar, alafu unatafuta mke mwema. Utapata mlevi mwenzako. Haiwezekani wanaume wako wote ni wakuchuna, alafu unataka mume mwema. Utampata ambaye yuko tayari ku hit and run tu. Haiwezekani. Haiwezekani. Wa porini atapata porini, wa msikitini atapata maeneo hayo, wa hivyo mbwa wa jirani ya jalala anakula kwenye jalala lile, na maisha yake yanakuwa hapo hapo. Kwa hiyo cha kwanza, kabla hujaanza kuassess mke mwema, jiassess wewe mwenyewe. Jitahidi kujifanya bora zaidi, kujifanya mke mwema, kujitengeneza kuwa mume mwema, ili attract mke mwema na mume mwema. Swali la 8 na la mwisho, hivi kweli kufanya mapenzi kunamfanya mtu akupende zaidi, na ukimkatalia anaacha kukupenda? Talijibu kama ifuatavyo. Ni vizuri tukafahamu zile tofauti nilizowaambia zina apply sana kwenye tendo la ndoa au sex. Mechanism na functionality ya mwanaume kwenye tendo la ndoa is very different from mechanism na functionality ya mwanamke, ya tendo la ndoa kwa mwanamke. Mwanaume, sex inapotokea, akishafanya ndio anawaza nimpende au nisimpende. Ndio kale ka box ka kuanza kuwaza kuhusu feelings alizonazo na huyo mtu kanafunguliwa. Wakati mwanamke anataka kwanza intimacy, yani sex haifungui kibox chochote kwa mwanamke. Anataka kwanza intimacy, anataka kwanza ukaribu. Alafu ndio akishapata ule ukaribu ndio anawaza nimpe huyu mtu au nisimpe. Ndio maana unakuta wanawake akiingia kwenye mahusiano hataki kukupa mapema sex kwa sababu anataka ule ukaribu. Na ukiona mwanamke ukiingia kwenye sex yuko tayari rahisi kukupa sex, kuwa makini sana na yeye. Kuwa makini sana na yeye. Ndio maana watu wengi sana ambao ni wamekuwa wake, yani akafika point mtu kamuoa, anakuambia alinisumbua sana huyu mwanzoni, kwa sababu wanatafuta ile intimacy ili afungue kile kiboksi. Kwa hiyo kweli kwamba akishapata ndo ataanza kupenda, au akikosa atakuchukia. Hapana. Anaweza akawa sisemi kama akakuchukia akakuacha, lakini akawa kama amepoa kwa sababu aliitamani, lakini sio hayuko tayari kukuacha. Na ndio maana mara nyingi nawaambia wanawake, ukiona mwanaume ambaye umeshindwa kwa sababu umemnyima penzi au sex, yuko tayari kukupoteza, he was not meant for you. Hakuwa kwa ajili yako. So yuko tayari kukupoteza. Aliyenyimwa sex anaweza aka complain, akawa down kwa sababu alikuwa anatamani sana, lakini hayuko tayari kukupoteza. Hayuko tayari kukupoteza. Sasa ndio maana mara nyingi tunasema ni vizuri kujihadhari sana kushiriki sex kabla, kwa sababu mwanaume akikutana na sex ambayo hakuitafsiri vizuri, ndio kinakuwa, ndio hapo anaambiwa mguu sawa, mguu pande, mbele zitembea, anatawanyika. Sasa na bahati mbaya kuna mechanism ya kibiolojia, kisaikolojia, ambayo mara nyingi mwanamke akisha fikia point akakubali kukupa sex, anakuwa na attachment kubwa zaidi kwako kuliko aliyokuwa nayo kabla ya sex. Na ndio maana wanawake wengi huumia zaidi anapoachwa au anapokuwa disappointed baada ya sex. Anaumia zaidi kuliko yule ambaye amekuwa disappointed au ameachwa au ameumizwa wakati alikuwa hajatoa mwili wake. Kwa nini? Kwa sababu sex inaongeza bondi maradufu kutoka kwa mwanamke. Na ndio maana naambia mwanamke, kama hutaki kuumizwa sana mapema, usiwe rahisi kutoa nguo zako, kwa sababu anything that can happen will really torture you. Nimemaliza maswali yangu, ninaomba na pia muda wangu nimemaliza. Ninaomba niwashukuru sana